Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ni siku ya Jumatano tarehe 28 mwezi wa 5 2025, ndani ya muda wa magharibi na ndani ya msikiti tukufu wa Makka au Baitullahil Haram. Leo tupate ujumbe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin. Hakika nyumba ya kwanza kabisa iliyowekwa kwa ajili ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nyumba ya kwanza kabisa iliyowekwa kwa watu ili yapate kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lalladhi bi Bakkah mubarakan, ni ile ambayo ipo ndani ya mji wa Makka, nayo ni nyumba ya Al-Kaaba, wa hudan lil-alamin, na ni uongofu kwa viumbe wote. Kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifanya Al-Kaaba kuwa ni nyumba ya kwanza kabisa kujengwa hapa ulimwenguni? Falsafa tunayoipata katika eneo hili ni kwamba Al-Kaaba au msikiti ndiyo nyumba ambayo hamzatul wasl, kiunganisho kati ya maendeleo ya jamii. Maendeleo ya jamii ndani ya Uislamu, starting point yake, nuktatun tilaqiha, chanzo anzilishi chake kinapatikana katika uwepo wa nyumba tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya eneo husika. Katika maeneo yetu ni msikiti. Unapopatikana mtaa ambao hauna msikiti mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huo mtaa unahesabika kama ni mtaa mfu, mtaa usiokuwa na maendeleo, kwa sababu eneo lolote wanaloishi Waislamu maendeleo yake yanaanzia msikitini. Panapokuwepo na msikiti, hata Waislamu wanaozunguka ule msikiti wataweza kupata maendeleo, kwa sababu msikiti ni asili ya maendeleo ya watu. Uwepo wa msikiti ni uwepo wa maendeleo ya watu, na kukosekana kwa msikiti katika eneo husika ni kukosekanwa kwa maendeleo ya watu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyumba ya kwanza kabisa akaifanya kuwa ni nyumba tukufu ya Al-Kaaba, na inawakilisha uwepo wa msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Watu wanapomwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia msikiti, maendeleo yao watayapata. Kupitia msikiti maadili yao watayapata. Kupitia msikiti tabia njema zitapatikana. Kupitia msikiti uchumi wao, kupitia msikiti ulinzi wao. Yani mambo yote yanaanzia ndani ya uwepo wa msikiti. Kwa hivyo sisi mahujaji ambao tupo Makka na wale ambao wanaoendelea kuja, uwepo wa nyumba ya kwanza iliyojengwa na iliyoasisiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni Al-Kaaba, kuwa ni msikiti, maana yake ni kwamba ndani ya jamii zetu kitu ambacho tunatakiwa kukipa kipaumbele kwanza kabisa kulikoni kitu chochote ndani ya eneo husika ni uwepo wa msikiti. Na wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa uwezo, wanatakiwa wafike mahala, ima wao wenyewe binafsi au kuunganisha nguvu zao kwa pamoja, kuhakikisha kwamba wanashirikiana katika kuijenga nyumba tukufu ya msikiti, ambayo ndiyo nyumba ambayo inaleta maendeleo ndani ya jamii. Lakini si hivyo tu, haji unayekuja Makka na haji ulioko Makka, Mwenyezi Mungu anatuuliza, hivi ushawahi kusababisha wewe kupitia pesa yako kujengwa nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mtaa wako, katika kata yako, katika mkoa wako, katika nchi yako? Lakini ushawahi kusababisha kupatikana maendeleo yanayopatikana kuanzia msikitini au katika kituo ambacho kinawakilisha uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya eneo husika? Kwa hivyo hii ni taarifa fupi inayopatikana ndani ya msikiti mtukufu wa Makka kuhusiana na nyumba ya kwanza ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa ni Al-Kaaba. Al-Kaaba ambayo inawakilisha msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuonesha kwamba ndani ya jamii msikiti ni kitu ambacho kinachotakiwa kupewa kipaumbele. Tunawatakia mahujaji wote hija iliyokuwa mabrur na dhambi zenye kusamehewa na kufutwa na sa'i iliyokuwa ni yenye kushukuriwa. Ni mimi ndugu yenu Khamis Abbasi Mtupa, mmoja kati ya wasaidizi waongozaji wa hija 2025. Taarifa hii ya da'wa na ya tukio la leo ni kutoka idara ya hija ndani ya BAKWATA makao makuu
chini ya uratibu mkuu na usimamizi mkuu wa Shekhe mkuu na mufti wa Tanzania Ad-Doktor Abu Bakri bin Zubair bin Ali wa Mbwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.